Nimetumikia kipindi cha miaka 31 ya udiwani. Niliingia mwaka 94 udiwani. Kwa hiyo mwaka huu mimi sitagombea, nitakuwa mpenzi mtazamaji. Siku ya leo ni siku kwetu, ni furaha lakini pia ni huzuni, kwa sababu ndio siku tuliyomwaga mheshimiwa wetu Wile Mbogo. Asanteni sana. Kwa majina naitwa William Mbogo, ni diwani wa kata ya Majengo, ambaye kwa majina mengine naitwa diwani mbobezi kwa sababu ni diwani ambaye nimetumikia kipindi cha miaka 31 ya udiwani. Zamani madiwani walikuwa wanachaguliwa pamoja na viongozi wa serikali za mtaa. Kwa niliingia mwaka 94 udiwani, mwaka ambao tulifanya uchaguzi na viongozi wa serikali za mtaa. Sasa baada ya ilipofika mwaka 99, serikali ikasema hapana, diwani tumpeleke afanye uchaguzi wake na wabunge na rais. Kwa hiyo badala ya kufanya uchaguzi mwingine mwaka 99, tukafanya uchaguzi mwaka 2000 kwa uchaguzi mkuu wa kugombea na rais na madiwani. Kwa hiyo sisi madiwani mwaka ule tulitumikia vipindi cha miaka 6 badala ya 5. Ndio maana ukijumlisha unapata miaka 31. Nimefanya kata ya Kabungu miaka 15. Ilikuwa kata moja kubwa sana ambayo mpaka saizi imeshazaa kata nyingine 4. Nyagala, Kabungu yenyewe, Kakese na Mwamkulu. Zote zilikuwa ni kata moja. Saizi ni kata 4. Kwa hiyo nimekuja tena Misunkumilo nikafanya kipindi kimoja baada ya eneo langu la kijiji cha Milala ambao nilikuwa natoka kuhamishia Misunkumilo. Lakini ilivyoanzishwa kata ya Majengo mwaka 2010 nikahamia hapa na penyewe nimepiga miaka 10 vipindi viwili ambacho sasa ndo naenda kukamilisha kipindi changu cha pili cha udiwani wa kata ya Majengo. Kwa hiyo miaka 31 kwa kweli ni mingi. Nashukuru sana wananchi ambao wamekuwa na imani na mimi kuanzia kata ya Kabungu. Nashukuru sana, tulifanya mambo mengi na nitaandaa documentary mtaiona tulichofanya kwenye kata zote. Lakini nawashukuru kata ya Misunkumilo na vile vile nawashukuru sana kata ya Majengo kwa imani walionipa kwa kipindi hiki ambacho pamoja na kuwa diwani nilipata nafasi ya kuwa meya vile vile kwa 2015 mpaka 2020. Kwa hiyo mwaka huu mimi sitagombea, nitakuwa mpenzi mtazamaji, lakini nitashiriki kazi ya chama kusaidia chama changu kiweze kupata ushindi kwenye uchaguzi wa mwaka huu 2025. Mimi nimeamua kustaafu kwa sababu kwa umri wangu nimeona na ni muda mchache uliobaki wa kuwa na nguvu niweze kutumia kwenye miradi yangu. Mimi ni mchimbaji madini, ni mkulima, lakini vile vile ni mfanyabiashara. Mimi sigombei ubunge, sigombei wenyekiti wa chama mkoa, sigombei wenyekiti wa chama wilaya. Kwanza na imani na wale waliopo viongozi wangu wa chama wanafanya vizuri kabisa. Wa wilaya anafanya vizuri, wa mkoa anafanya vizuri, chama kinaenda vizuri kabisa. Kwa hiyo sina tamaa ya kusema labda naweza nikaja kupata hamu ya kugombea hizo nafasi. Lakini nafasi hizi za ujumbe taangalia hasa kwenye wilaya, labda halmashauri kuu naweza nikagombea kwa sababu tu nataka nibaki na mimi nitoe mchango wangu. Hilo ndio moja. Lakini la pili na tamani nitoe pongezi kwanza kwa rais wetu kwa kazi kubwa aliyoifanya na viongozi wote kwa jinsi ambavyo ukipita nchi yote nuka maendeleo. Kila kona kuna maendeleo, kila kona kuna maendeleo. Paka unashangaa hii pesa imetoka wapi? Lakini ni juhudi ya viongozi wa serikali hiyo awamu ya 6 kiongozwa na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Mama Samia Suluhu. Na hakika uchaguzi kwake utakuwa rahisi sana kwa sababu kampeni ameshamaliza yeye kwa jinsi ambavyo ameleta maendeleo. Mpaka sasa kwa mujibu wa takwimu madiwani ambao tumeshadumu miaka 31 tuliingia wote 94, wako 4 tu Tanzania nzima. Ndio tuliobaki. Na nafikiri karibu wote tunamaliza ngo yetu tunastaafu. Lakini siri kwa nini nimeweza kudumu, mimi siku zote nawaambia wenzangu, wanasiasa wenzangu kwamba kampeni yako ni maisha yako ya kila siku. Ndio kampeni yako. Kwa hiyo sio uwe unasalimu sana, unaenda misibani sana au na nini kipindi cha chaguzi, watu wana akili. La mwisho ambalo ningependa kuliongea kama kiongozi mzoefu lakini kama Mtanzania, nimeona siku 2-3 hizi nimeona kwenye mitandao tamko la waziri wa elimu Mheshimiwa Mkenda kuhusu makusudio ya Wizara ya Elimu kuweka somo la lazima kwa vijana wa kidato cha kwanza mpaka cha 4, somo la biashara. Na kwa jinsi nilivyomsikia serikali au wizara inatamani ione vijana kuanzia darasa kidato cha kwanza mpaka cha 4 wanapata somo la lazima la biashara, kwamba wawe na uwezo wa
kutengeneza makampuni, wao wana uwezo wa kuelewa misingi ya biashara na kadhalika. Lakini mimi kwa maoni yangu sitamani kwamba watoto wote au wanafunzi wote wafundishwe somo la biashara. Nchi yetu haiwezi kuwa na wafanyabiashara peke yake, na tafsiri ya mfanyabiashara ni mtu ambaye hazalishi. Yeye ananunua kwa bei ya chini, anauza kwa bei ya juu. Ndio tafsiri ya mfanyabiashara. Sasa tukifanya hivyo, nchi yetu itakuwa na wafanyabiashara watupu badala ya kuwa na wazalishaji mali. Kwa maoni yangu mimi, wizara, kutokana na hii tunavyoona vijana wetu wengi hawana ajira, ubunifu ufanyike wa kuwafundisha wanafunzi hao vitu vitakavyowasaidia kwenye uzalishaji mali. Uzalishaji mali ni nini? Ukisema umeenda kulima mahindi, umezalisha mali. Ukisema umeenda kulima ufuta karanga, umezalisha mali. Au ukienda kuchimba madini, umezalisha mali. Ukifuga samaki, umezalisha mali. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, wizara ijikite kwenye kufundisha watoto uzalishaji mali. Hawa wafanyabiashara tunaona mitaani, wengi wao hata wengine hata kusoma wa kusoma, lakini wanafanya vizuri kwenye biashara. Watajiseti wenyewe. Ila kikubwa wizara, kwa maana kama serikali au wizara inataka kuweka somo fulani la kuandaa watoto kuja kujitegemea, basi mimi nashauri ifanye kufundisha masomo ya uzalishaji mali. Na hatuwezi wote kufundishwa labda kilimo cha mahindi, hapana. Nitoe mfano kanda yetu hii ya magharibi huku Tanganyika Katavi, watu tunalima sana mahindi. Watoto wafundishwe kilimo cha mahindi. Nina uzoefu mimi na nalima vijijini kule. Mimi napata mpaka gunia 20 mpaka 28 kwa eka moja. Ambapo ukipiga hesabu kama ukiuza ukosi faida shilingi 800 kwa eka. Kwa hiyo kama kijana atafundishwa vizuri kulima, atakwenda kumsaidia na mzazi wake, watalima kilimo chenye tija na watapata faida. Lakini wafundishwe vile vile kilimo cha karanga, ufuta na alizeti, mazao ambayo yanastawi kwenye mikoa hii ya ukanda wetu huu. Lakini vile vile sisi kuna madini mengi sana. Vile vile wengine wafundishwe madini, kwa sababu atatoka atajua kopa ni nini, galena ni nini, atapata uelewa, ataenda kupata ajira kwenye eneo hilo. Lakini vile vile kuna maeneo ambao kuna ukanda wa uvuvi, basi nao wafundishwe uvuvi, kwamba kila ukanda Wizara ya Elimu itengeneze masomo kutokana na ukanda. Ukienda kule Iringa wafundishwe masomo ya parachichi, kilimo cha miti. Ukienda sehemu anakolima chai wafundishwe hivyo. Ukienda kusini wafundishwe korosho na kadhalika. Kwa maana yangu hiyo ni kwamba kila eneo zifundishwe zile fursa zilizopo za kilimo, za uvuvi, za madini na kadhalika. Hapo tutakuwa tunatengeneza taifa la wazalishaji mali, naona bwana, sio wachuuzi. Kwa hiyo hayo ndio maoni mimi, kama itafika ushauri wangu kwa waziri, basi muda wanao watafakari ili waone. Inaweza kuchukua ikawa ugumu, lakini kwa maana ya faida ya baadaye itapunguza sana hii tatizo la ajira, na mtoto atatoka na maliza form 4 anajua kulima. Juzi nimemsikia Bashe, waziri wa kilimo, anaeleza kwa nini Tanzania sisi bei yetu ya pamba ni shilingi 1100, lakini tunalalamika kuliko Malawi ambaye anauziwa shilingi 800. Jibu ni kwamba waziri anasema Malawi anazalisha kilo 1500 kwenye eka. Kwa hiyo akipiga mara 800 hela anaziona nyingi. Sisi tunazalisha wastani wa kilo 500. Kwa hiyo tukipiga mara 1100 tunaziona ni chache. Kwa hiyo tunatamani kule kanda ya ziwa kule anakolima pamba wafundishwe vijana kilimo cha pamba ili azalishe tani 1500 kama Malawi. Hapo ndipo tutakuwa tunapunguza ukosefu wa ajira na vijana watakuwa wana mbinu mbalimbali. Lakini sipingi kwamba watu wasifundishwe biashara, somo liwepo, lakini isiwe kila mtu na iwe lazima. Hapana, lazima iwe kwa haya mambo ambayo yataweza kumwandaa mtoto kwenye uzalishaji mali. Siku ya leo ni siku kwetu, ni furaha lakini pia ni huzuni, kwa sababu ndio siku tuliyomwaga mheshimiwa wetu Wile Mbogo. Kwa kweli tutamkumbuka kwa mengi, kwa sababu amefanya kazi nyingi sana katika chama chetu, na sisi watu wake ametulea kama watoto wake. Tulipokosea alituelekeza, ametumika kwa hali na mali. Lakini kwa siku ya leo ameamua kuaga kwa heshima, ndio furaha tulionayo, lakini tulikuwa bado tunamhitaji, lakini kwa sababu kila jambo halikosi mwisho, ameamua kupumzika kwa heshima ili aendelee kuwa mshauri wetu, na sisi bado tunamhitaji sana, aendelee kutushauri hata pale tutakapokosea, atatuelekeza, hawezi kutuacha. Ni baba yetu ambaye alikuwa anatupenda sana, ametutunza, ametulea. Kwa kweli tumekuwa naye bega kwa bega.
Kwa kweli diwani, tunakushukuru sana na Mungu akubariki, mapumziko mema, lakini tuko pamoja, usituache. Kwa jina naitwa Majaliwa Kalembo, ni katibu wa CCM wa Chama cha Mapinduzi kata ya Majengo. Tumeweza kufanya mkutano mkuu wa kata, kwa maana diwani wa kata kusoma utekelezaji wa ilani. Nimshukuru diwani wa kata Mheshimiwa Wile Mbogo kwanza kwa kutekeleza ilani kwa kishindo. Wananchi wa Majengo watamkumbuka kwa yale ambayo yanaendelea kutolewa, hususan huduma za maji, huduma za umeme na miundombinu. Kata yetu ya Majengo haina shida sana miundombinu ya barabara, lakini kwa kipindi hiki cha muda mfupi ambacho anaondoka mpaka leo na tunakuja kwenye mkutano mkuu, barabara zinaendelea kuchongwa na bulldozer nimeacha inaendelea kuchonga barabara kwa hizo nilizozitaja. Hayo ni mambo ambayo mimi kama katibu mtendaji wa chama katika kata yetu ya Majengo tutamkumbuka kwa hayo ambayo yanaendelea yaliyotekelezwa chini ya muda wake alipokuwa madarakani. Nishie kusema tu, ndugu waandishi wa habari, kwamba yajayo ndani ya CCM, diwani atakayekuja aige mwenendo wa diwani huyu kwa mambo ya msingi sana ambayo amekifanyia chama, amefanyia wananchi, na wananchi kwa kweli watamkumbuka kwa mengi. Na hususani imedhihirisha wazi siku ya leo, wananchi wamekuwa na furaha, wanachama na wajumbe kwa leo kwa kutamka tamko kwamba hataweza kugombea tena, awachie na wengine waweze kupata fursa, sababu uongozi ni kijiti, ni kuachana.